Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kile kilichoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anadai wanajeshi wa Marekani walitumia silaha za siri kumteka Nicolas Maduro. Rais huyo wa Marekani anasema wanajeshi wa Marekani walitumia silaha ambazo ziliweza kuharibu mfumo wa anga wa kuzuia makombora wa Venezuela. Rais huyo wa Marekani alisema zaidi kwamba jeshi hilo lilitumia silaha mpya za siri kuzima mifumo ya ulinzi wa anga ya Venezuela wakati wa uvamizi wa Caracas ambao ulisababisha kukamatwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe. Mnamo Januari 3, makomando wa Kimarekani walimteka Maduro kutoka katika boma lake bila kupata hasara yoyote au kupoteza ndege moja, anasema Rais wa Marekani Donald Trump. Trump anadai Pentagon imetumia ndege na helikopta 150 ambazo zimeshiriki katika operesheni hiyo. Katika mahojiano na gazeti la New York Post, Trump alisema silaha hiyo ya ajabu imefanya vifaa vya adui kutofanya kazi. Amesema silaha ambazo zimetumiwa ni miongoni mwa silaha ambazo ziliweza kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga kiasi kwamba hata kuzima rada, na kwamba Venezuela haikuhisi chochote ambacho kingeweza kutokea. Hilo ndilo ambalo limefanywa na Marekani. Hawakuwahi kuvua roketi zao, walikuwa na roketi za Kirusi na Kichina na hawakuwahi hata moja. Tuliingia, walibonyeza vitufe na hakuna kilichofanya kazi, alisema rais huyo wa Marekani. Wanajeshi 7 wa Marekani wameripotiwa kujeruhiwa katika uvamizi huo na helikopta moja iliharibiwa lakini iliendelea kufanya kazi. Ripoti nyingi zilipendekeza kuwa Marekani inaweza kuwa ilitumia teknolojia ya kukwamisha mfumo wa ulinzi wa anga pamoja na rada na kulazimisha kufanya chochote walichoweza. Maduro na mkewe Celia Flores walikana mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya na silaha walipofikishwa mbele ya hakimu huko New York. Hii ni baada ya kutiwa nguvuni na jeshi la Marekani. Lakini pia kuna njia nyingi ambazo zinadaiwa zimefanyika katika operesheni hii. Hii ni operesheni ambayo Marekani ilitumia muda mrefu kuisoma Venezuela hadi kuhakikisha unajenga boma mfano wa lile la Venezuela la Nicolas Maduro. Katika makazi ya Maduro, wakati vikosi vya Marekani vilipoingia, Trump alisema rais wa Venezuela ambaye alikuwa ameripotiwa kutegemea walinzi wa Cuba kuimarisha ulinzi wake katika miezi ya hivi karibuni, alikuwa akijaribu kukimbia mahala salama ambapo hapakuwa salama kwa sababu mlango ungelivunjwa ndani ya sekunde 47 tu, anasema Trump. Alipoulizwa kama Marekani ingelimuua Maduro, kiongozi aliyemuita kiongozi wa mabavu aliyechukua kiti cha urais tangu 2013, amesema kwamba wasingemuua, wangemkamata tu. Hilo lisingefanyika, anasema bwana Donald Trump. Kwa upande wa Marekani, wanajeshi kadhaa walipigwa risasi, alisema, lakini hakuna mmoja wao aliyeuawa. Katika taarifa, waziri wa ulinzi wa Venezuela alidai kuwa sehemu kubwa ya walinzi wa Maduro, askari na raia wasiokuwa na hatia, waliuawa katika operesheni ya Marekani. Hapo awali Marekani ilikuwa imetoa zawadi ya euro milioni 50 kwa yote ambaye angelitoa habari zitakazowezesha kukamatwa kwa Maduro, lakini jeshi la Marekani kupitia makomando walikuja kuamua kufanya kazi na kuamua kumteka Nicolas Maduro, rais wa Venezuela waliyemsaka kwa muda mrefu, ambaye kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, baada ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba mipango sasa nchini Venezuela ni kusaka mafuta, wakaona kwamba pengine Trump alikuja tu na kauli kwamba Nicolas Maduro alikuwa muuzaji wa dawa za kulevya, lakini mapambano yao haswa yalikuwa ni kwa ajili ya wao kuweza kupata mafuta nchini Venezuela. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kuyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.